imetamatika ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League kati ya klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya TRA. Mbungi imetamatika kwa goli 3-0. Penalty ya kwanza ya Selemani Mwalimu. Mkwaji wa pili wa Clatous Chota Chama Triple C. Goli la 3 likifungwa na Yusuf Ali Kagoma, mchezaji aliyesajiliwa klabu ya soka Young Africans, anachezea wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Uko poa Mnandi? Kama kawa. Uzima upo? Show. Heri lakini. Sasa leo Said Pili. Leo siku ya kukusanya zawadi kutoka kwa TRA. Wazee wa mapato mwezi mzima wa Ramadhani na Kwaresima wametukusanyia zigo letu. Leo wametuletea pale. Ya, mnala umesimikwa pale. 3G umesimikwa mnala. 3G umesimikwa mnala pale. Bwana nianzie hapa bwana. Watu wanalaumu kidogo goli la Yusuf, goli ambalo amefunga Selemani Mwalimu kwa mkwaju wa tuta. Wengine wanasema dhahiri haikustahili kufanyika kuwa mkwaju wa penalty. Warudi tena wakale futari. Kule wala kuitwaga kula futari, wakale tena futari, afu kaichungulia ile penalty kule kwenye futari. Afu warudi watuletee majibu. Warudi tena wanakoitwaga kula futari. Mwezi umeisha huu. Warudi wakachungulie kule walikokula futari kwenye ile hoteli walikoitwa kula futari. Wakishachungulia baadaye warudi watuambie tena kama ilikuwa penalty ama sio penalty. Kwa sasa hatuhitaji maneno yao. Wale warudi kule walikoitwa kwenye futari afu waje watuambie. Leo mnaonekana mmemfungia booster kweli na mlidhamiria. Pengine mlidhamiria nini hasa? Ubaya ubwela. Yaani tuliteleza Mwanza, tukubali kuteleza tukiwa tena nyumbani. Meja Jenerali, gereza jipya ambalo linaenda kufunga wakoloni. Sasa tunakuwa charges. Lile gereza limeandaliwa kwa ajili ya wakoloni, sio wao. Wao sio sehemu yao. Wao wamekuja tu kuangalia mazingira, wanazunguka kuangalia mandhari yatakuwaje, lakini ile gereza limeandaliwa kwa ajili ya kumfunga mkoloni na atafungwa tu. Gereza la mkoloni na atafungwa ule mkoloni. Utake asitake pale ataingia. Ina maana hawa TRA wazee wa mapato wamekuja, tumemwambia wana gereza lishakamilika, njoo mlikague na mlituletee mlichokikusanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo sasa tunatoa zawadi ya Eid Pili kwa watoto. Yaani tuwaambie watoto waje kwa wingi. Na kweli unaona mechi zote zilizopigwa Meja Samulo kwa mara ya kwanza Simba uwanja unaona majukwaa yamependeza. Kwa mara ya kwanza majukwaa yamependeza. Sio kwa sababu ya sikukuu tu, kwa sababu ya kwenda kutengeneza mazingira ya kwenda kumkandamiza mkoloni pale. Kuna mkoloni anaenda kukandamizwa. Kuna mkoloni atakandamizwa pale. Nani huyo? Miezi kadhaa ijayo anaenda kukandamizwa. Mimi simtaji jina, mwenyewe anajijua. Anawabeba watu kwenye vitanda vya miti. Mwenyewe anajijua. Ajiandae sasa kwenda kuingizwa mule kwenye gereza maalum kwa ajili ya wakoloni. Nani watani Young Africans? Wakoloni wote ambao wanajijua bado wapo nchini, gereza lao limeandaliwa. Lazima wataingia pale. Watake, wasitake gereza ile wanaingia. Ila hao wanasema ile sio penalty. Nishawaona, nimewaangalia mapema wameposti huko. Ambao wanajifanya wamevaa jezi za Simba lakini sio Simba. Lakini kuna wengine walikuwa wachambuzi, lakini sasa hivi wanapembua mahindi kwenye magodauni. Sasa hivi sio wachambuzi tena, wanapembua mahindi kwenye magodauni. Unajua Dar es Salaam magodauni mengi. Kwa sasa hivi wameshaingia kwenye magodauni, wanapembua mahindi, sio wachambuzi tena. Kwa hiyo nimwambia waende kule walikoalikwa kwenye futari kwenye hotelini kule. Wakachungulie vizuri kwenye kamera zao. Penalty au sio penalty, afu waje watuambie. Alama 31 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club nyuma ya michezo miwili dhidi ya Young Africans. Kama mnyama akishinda zote anafikisha jumla ya alama 37, pointi moja dhidi ya Young Africans ambapo anakuwa ameachwa. Pengine mnaziona dalili za ubingwa msimu huu? Sio dalili za ubingwa. Sisi tunatangazwa tukiwa mabingwa, tukiwa tumelala kwenye majamvi. Yaani ubingwa sisi hatupatii shida. Sisi tuende Masaki, Oysterbay, tukaandamane. Hatuendi kokote. Ila wao naamini msimu huu atashinda Central. Msimu huu atakuwa anashinda Central pale kuomba msaada kwa Mheshimiwa Jumanne Mulilo. Muda wote atakuwa anashinda Central. Wanaomba msaada wa maandamano ili kuhakikisha walipate lile kombe. Mwaka labda waliibe. Kombe jipya la msimu labda waliibe. Kwa nini unasema? Mimi nakwambia sasa tuchukue jagi ujue. Sisi mambo ya kuchukua majagi, sisi kwetu hatuna shughuli ya kuchukua majagi. Majagi tunapeleka wapi? Sisi tunabeba vikombe. Sisi ni mfumo wa vikombe, sio majagi. Kwa msimu huu tuna kombe ambaye special linaandaliwa kwa ajili ya mnyama Simba. Lazima liandaliwe kifahari. Kombe lilionona madini. Lazima kombe liwe na madini ya kutosha. Ukiliona linang'aa. Sio na kuchukuliwa jagi pale Masaki unaletewa bali imekonyuka mkono. Sisi hatuna jagi wala blender. Sisi hatujawahi kupewa blender wala jagi. Lakini washawahi kupewa blender, imekatika mkono, msimu wamepewa jagi. Sasa tupewe jagi. Majirani wanaanza kutoa sale, lakini pengine labda hili ndio linalowapa faida kwa upande wenu. Sale sio shida zetu kwa sababu mwezi wa Ramadhani umeshaisha, shughuli zimeanza jana rasmi. Sawa, jana Jumamosi shughuli zimeanza na mpaka leo Jumapili kama unavyoona hata hapa mtaani kwetu shughuli zinaendelea kwa sababu ya sale ya jana. Watu wamevaa vijola vya jana na wanaendelea hapa wanaenjoy saizi Eid Pili. Kwa hiyo naamini kuanzia kesho Jumatatu panapo majaliwa tunaanza wiki mpya. Naamini sare zitaendelea kutumika kuanzia Jumamosi ijayo. Watu wajiandae kuendelea kutoa sare, lakini hii break nadhani ya kimataifa national team hii inawezekana ikatufukuzia kidogo ndugu yetu. Hizi mechi huyu atakuwa atoe sare 10 mfululizo. 10 sare mfululizo. Yaani kama sio break ya kimataifa, sare 10 naziona. Hasa anamfunga nani kwa mpira ule? Kama Diala anafikia kumpiga mwamuzi ngumi, atamfunga nani?
mpaka waandishi wa habari anawatukana wale ambao wanamboost yeye aonekane anawatukana. Wewe unategemea kuna mpira tena? Kama Diarra sasa hivi kawabausa, kawabondia baada ya kuwa golikipa. Si mdaka mishale sasa hivi anadaka waamuzi. Bwana, jana baada ya mchezo kumalizika wa Young Africans dhidi ya Mtibwa Sukari, kuna baadhi ya video zilikuwa zikionekana ya kwamba Djigui Diarra alikuwa anakwenda kumshambulia mwamuzi. Pengine kwa hili mnaomba kamati ya masaa 72 iliweze kulichukulia hili? Hii sio kamati ya masaa 72, wale Skaria atakuwa asimame tu. Kauli moja tu kwamba yule mwamba hataki kuonekana kabisa kwenye taifa hili. Yaani sio kufungiwa, anatakuwa aondolewe kabisa hapa. Hataki kuonekana Tanzania, arudi kwao. Ule ni mtukutu uliopitiliza. Umefanya zidi ya mtani wako Simba Sports Zanzibar, umeonewa huruma. Umekuja umefanya zidi ya Mtibwa Sugar, umepewa kadi ya njano, unarudia tena. Nasema Mtibwa Sugar alifanya zidi ya nani? TRA. Nadhani unakumbuka. Alipewa nini? Hakupewa njano wala nini, alipewa onyo, lakini kaja kufanya tena jana. Sasa wewe nini kwenye taifa hili? Sasa jana mpaka waandishi wa habari kawatukana jana. Anaonesha ishara mbaya. Sasa wanafaa kubaki kwenye taifa hili. Kama vyombo vya habari ambavyo vinatufanya sisi tuonekane kwamba sisi tumeona na tunafanya vitu viko kwenye uweledi, yeye anawatukana. Sasa wa nini huyu? Huyu maana yake atakuwa Wallace Karia asimame na kusema kwamba nyuma mwiko haraka sana, mpakieni kwenye ndege arudi nyumbani kwao. Pakia kwenye ndege arudi nyumbani kwao. Pesa yoyote tutalipa sisi Simba Sports kama anadai. Sawa? Wao watangaze tu wanadai kiasi gani, sisi watoe mkeka chapu. Tunalipa hela yake, anaondoka mara moja. Hatutaki tu. Wao watoe mkeka tu bwana, anadai milioni 20 au bilioni 5. Sisi tunalipa ndani ya nusu saa. Tushalipa pesa yake na aondoke hapa. Hatuwezi kuwa na wachezaji watukutu namna ile. Kama anafikia kupiga mpaka waamuzi, mwisho wa siku sana anapiga mpaka alomleta hapa. Au jaona yule meneja wake jana kamkunja, na mpaka sasa hivi taarifa nilizopo yuko hospitali, shingo na muuma. Jackson saizi shingo na muuma. Sasa kama anakumkunja mpaka meneja wake, anaomlipa mshahara, atakuheshimu wewe? Kwa hiyo mimi naomba Wallace Karia kwenye hili. Hakuna kamati ya 74 wala 78. Huyu mara moja aondoke kwenye taifa hili, arudi nyumbani kwao. Kashashindwa kuishi hapa nchini. Bwana, mimi na wewe tuzungumze jambo moja bwana, kuhusiana na mchezo wa hii leo. Goli la Clatous Chota Chama, Triple C mwamba wa Lusaka. Wengi walizungumza mengi, wengine wakathodiki mpaka kumtukana na kusema ya kwamba huyu hafai. Dhahiri shahiri leo amewaonesha wana Simba na kila mmoja mwana Simba amefurahi kwenye hili. Chama Clatous ni mchezaji mwenye daraja kubwa sana, ni mchezaji anafanya makubwa sana, na leo ameonyesha kwamba amefanya makubwa. Umeona kabisa kazi yake ambayo alikuwa anaifanya uwanjani. Umeona Libase Gwe muda wote anawafungisha tela. Kuna mtu anaambia saizi tayari kashapelekwa hospitali saizi. Saizi tunavyozungumza tayari yuko kashafika Muhimbili. Kwa hiyo naamini kuna wachezaji wengi sana watajaa pale Muhimbili. Kwa hiyo waangalie sana kwenye kituo cha Moi kupambana nao kule kwa ajili ya kuatibu mifupa, kwa sababu jamaa anawatesa sana Libase. Kwa hiyo tunamuomba kidogo apunguze jazba, apunguze speed, acheze mpira wa kawaida, kwa sababu yeye anatoka na ngaka kaingia elimu panzu. Bado anaona bado ule Chubwidu mwenyewe katokea kule kwenye kibendera. Sababu katoka mtu kaingia mtu. Sasa atabaki mula anafanya nini? Alijifanya na wafunga na wakimbiza sana. Alimcheza sana kibabage, akimwisho wa siku ambaye tulia. Shughuli yako itaisha. Yule katoka kwenye kibendera anaondoka. Lakini kwenye mechi ya watani zetu kule, maana hizo mechi Chobwedo anawafinya watu mara 4-4, anawageuza kama chapati. Lakini leo katulizwa. Pigwa chuma 3 safi. TRA wamerudisha mapato yetu safi. Sasa hizi tunagawa zawadi kwa watoto. Tunagawa zawadi kwa watoto. Idi pili. Na leo Jumapili basi tunagawa tu. Kipilipili tu, kila mtu anapata pilipili. Mwenye sare za Young Africans mnafurahi. Hata wewe mwenyewe hapo naamini unafurahi. Kwa sababu hakuna mtu anaipenda timu ya wakoloni. Hii sio timu yetu, hii timu ya wakoloni. Timu ya Tanzania ni Simba Sports. Hii timu ya wakoloni. Maanisha nini? Sasa timu inawabeba watu kwenye vitanda vya miti, kati sisi hayo mambo tushasahau. Hayo mambo tushasahau. Wewe sasa hizi kuingia mitandaoni unaona wamembeba mtu sasa hizi kwenye kitanda cha miti. Maana yake timu ya wakoloni. Lakini leo naona Suleiman Mwalimu katoka kwenye mechi 3, karudi kaenda kambani. Sawa, mechi 3, karudi kaenda kambani. Lakini Yusuf Ali Kagoma, bao safi linaenda kulevo pale. Anadondoka namna hii. Imo. Leo Maema. Yaani kiatu cha bafuni hicho. Hakipendi wala dini, ila kikiingia tu. Leo mwanangu kaoga maji ya bahari leo. Safi. Piga faulo moja hatari sana. Nilikumbuka ile ya jana ile, ya ndugu zangu ile. Kichwa na kona. Lakini jana ni kwa mtoto mwingine kutoka Mtibwa kule kwa sababu si ndio walikotokea Kichuya. Kwa hiyo wale ndio magoli yao yanatoka kule Morogoro. Sasa sijui wanajifunzia wapi, na mimi nikitafute kile chuo kule. Kile chuo kile ambao wanapiga kona moja kwa moja, mimi nikitafute kule Morogoro kiko sehemu gani? Sababu inaonekana kwamba Mtibwa wana mazao yao ambao wanasoma sana kupiga kona za moja kwa moja. Dakika 87 mtu alifungwa moja kwa moja. Lakini hii dakika 91 mtu kapigwa moja kwa moja, watu wanapigana. Unafanya masiala nini? Mtu anataka kuchomoa kadi anambia wewe nini? Anamkunja meneja wake. Goli ile ule mtoto.
kutoka Mtibwa Sugar. Kwa hiyo naamini binafsi Mtibwa Sugar niwape saluti kwa kazi ambayo mmenifanyia jana. Sare ya jana watani zangu taarifa niliyokuwa nayo walikula tu biliani lao mapema, lakini ilipofika saa 2 wameamka asubuhi watoto ndio wamenywea chai. Yani mpaka sasa hivi hawana amani. Na leo awali ili pili tunakula sisi na si leo tulale uje tunakesha mpaka asubuhi. Tunakesha sisi. Yani mimi naamini hata wewe utakesha. Kama ukeshe niambie sababu sisi tunasema mambo kutoka. Twende tukakeshe, unakosa tukeshe. Twende tukakeshe. Umeleta mpaka huko nikeshe. Si unasikia mambo yanangula tu hapa kwenye mtaani wanakesha, lakini sikeshi mtaani. Bwana mimi nataka nimalize na hili hapa. Lipi? Miongoni mwa kundi gumu kweli kweli la ligi ya mabingwa barani Afrika ndio miongoni mwa timu ambazo zimetoa timu kuelekea nusu finali. Kundi la Young Africans kulikuwa kuna FAR Rabat pamoja na Ahli. Ahli ambaye alikuwa mgumu kwa upande wa Young Africans ameondoka, amesalia FAR Rabat. Ni kweli FAR Rabat yabaki, Young Africans angefuzu? FAR Rabat afanyaje? Amefuzu kwenda nusu finali. Ile nafasi ya FAR Rabat ndo angeenda Young Africans. Kumbe Yanga naye pia alikuwa na uwezo wa kwenda nusu finali. Kufuzu labda kwa maandamano, sio mpira. Nyuma mwiko afuzu ende nusu finali. Sangafunga piramidi kina Maele. Wewe usikosee mpira wa Afrika. Nyuma mwiko toka imezaliwa ile timu toka mkoloni. Haijawahi kucheza semifinal ya Champions League. Sawa? Haijawahi na haitowahi. Yaani tabaki kwenye maandamano hapa hapa. Wakiona wanataka ubingwa wanaenda kutumia nguvu za ziada kwenye makuti huko, wanasumbua wanapata ubingwa. Lakini sio Champions League. Lakini unaona upande wetu mbona hujazungumzia? Esperance de Tunis. Mwamba. Stade Malini nilimwacha after anaongoza goli 2. Sasa Esperance kamtoa nani? Si ndo kamtoa mbabe wa nyuma mwiko ambaye walikuwa kwenye kundi moja na ndo kaongoza kundi. Sawa? Lakini Esperance de Tunis alikuwa akashika nafasi ya pili. Yule kamtoa Ahli, huyo semi final. Kwa hiyo nyuma mwiko shughuli hamna. Hao FAR Rabat walikuwa wa kawaida tu. Walikuwa wa kawaida tu. Messi ndo nakwambia walikuwa wa kawaida lakini ndio hivyo wametembelea nyota. Wewe unaendaje kumtoa bingwa mtetezi bwana? Si nyota ile wametembelea. Wewe unaenda kumtoa bingwa mtetezi? Ile nyota wametembelea. Pyramid hayumo. Kweli? Walabu wa Misri kabaki mmoja tu ambaye hajapigiwa hesabu za Maleki ndo kabaki. Lakini walabu wawili wote tuondoke. Leo wenyewe ndugu yetu Mamelodi chupu. Akalie kutikavu lakini ndio hivyo kwa sababu alipata idadi ya magoli 3 nyumbani kwake. Leo kafungwa chuma 2, kafuzu kwa sababu alipata goli nyingi nyumbani kwake. Lakini na yeye saizi tunavyozungumza angekuwa hayupo kwenye mashindano. Kwa hiyo inaonekana mashindano ya mwaka huu ni magumu sana. Kwa hiyo nyuma wiko bora alivyotoka mapema sababu wachezaji ndio kama wale. Kina Buba wale watakupeleka wapi? Sio ungekuwa nakula hata mkono kule kila mechi. Kwa hiyo bora walivyoondoka mapema kuacha watu at least wenye uwezo wao na ndio wale wamepambana wameelekea hatua ya semi. Sisi tulobaki hapa tunajipanga msimu ujao. Kuna wachezaji kutoka barani Ulaya, Uingereza wanakuja lakini kutoka Spain pia wanakuja. Kwa hiyo mjiandae msimu ujao. Uwe Ahli, uwe nani, Simba anaenda kuwa bingwa msimu ujao wa Champions League. Shukrani sana. Asante tukutane wakati mwingine.